السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، jana kwa tawfiki Allah tabaraka wa taala tuliafikiwa kueleza sharti za zaka za ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Tukasema ni sharti tatu alizozitaja mwenye kitabu. Sharti ya kwanza, wawe wale mbuzi na kondoo na ngamia na ng'ombe wawe ni wenye kuchungwa katika nyasi zilizo halali. Sharti ya pili, pitiwe na mwaka wakiwa wale wanyama wako katika milki ya yule ambaye kwamba aliwamiliki kuanzia mwanzo wa mwaka. Sharti ya tatu tukasema wafikie kile kiwango kinachostahiki, na sharti ya nne ambayo kwamba ameieleza mwenye aliyesherehesha, sema ni lazima wale wanyama wasiwe ni wenye kutumika kwa namna yote, ima kwa kulima, kwa kubeba mizigo, wakiwa ni wanyama ambao kwamba wanaotumika, basi itakuwa ni wanyama ambao kwamba hawafai kutolewa zaka, na tulieleza kwa urefu. Amba leo tukiendelea sharti za mashurutu wujubu zakati, wujubu zakati naqdaini. Ama sharti za naqdaini, naqdaini ni al-dhahabu wal-fidda. Sharti ili iwajibike ama uwajibike kutoa zaka za dhahabu na fedha kwa mwenye aliyemiliki dhahabu na fedha, si kwamba tu uko na dhahabu na fedha ukawajibika kutoa zaka, la, bali kuna shuruti zake. Zikipatikana hizi shuruti utatoa, zikikosekana hautatoa. Sharti ya kwanza, an yamdhiya alayhima haulun kamilun wa huma fi milki almuzakki. Sharti ya kwanza ili uwajibike kutoa dhahabu na fedha kwa aliyemiliki dhahabu na fedha, ni lazima zipitiwe na mwaka, hiyo dhahabu na fedha zikiwa bado ni milki ya yule ambaye aliyemiliki kuanzia mwanzo wa mwaka. Na hili tulieleza jana, ukirudi nyuma utaelewa hapa anamaanisha nini, kwamba katika milki ya yule aliyemiliki kuanzia mwanzo. Sharti ya pili, an yablugha nisaban yaqinan, ni lazima itimie kiwango tena kwa uhakika, si kwamba yaelekea ni karibu, hapana. Imetimia ni gramu 85 ni gramu 85, imetimia ni gramu 200 ni gramu 200, ndivyo. Kwa hivyo lazima itimie kiwango tena kwa yakini, kwamba ni uhakika kwamba hii ni tena, si kutimia tu, bali iwe ni dhahabu ambayo kwamba ni safi, inastahili kutumika, si mambo mpaka isafishwe mpaka fanywe nini. Isafishwe, ifanywe kila kitu pale kiwa safi. Sasa kama dhahabu, fedha kama fedha yenye kutumika, sasa hapo kifika hicho kiwango kinachotakikana, ndio italazimika kutolewa zaka. Kwa hivyo wayushtaratu aidan an la yakuna hulliyan mubaha. Sharti nyingine ambayo kwamba lazimika ipatikane katika dhahabu na fedha, haifai wala sio lazima dhahabu na fedha ziwe, ama zikiwa, an la yakuna huliyan mubaha, zisiwe hizo dhahabu na fedha ni mapambo ya mwanamke, tena mubaha, yale ambayo kwamba aliyohalalishiwa, sawa, kama pete, zile ring, sawa, mkufu yule, cheni ile na vinginevyo vote ambavyo kwamba mwanamke ameruhusiwa kuvaa katika dhahabu na fedha, na mwanamume ni haramu kuvaa dhahabu, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba hizo si halali kwenu nyinyi katika hunu ulimwengu, bali ni halali kwa hao ambao kwamba ni ghairu muslimina, lakini kwenu nyinyi itakuwa ni halali siku ya Kiyama. Na kama watafiti walivyotafiti kwamba mwanamume akivaa dhahabu
inakuwa ni sababu mojawapo ya ule mwili wa ule mwanamume kulegea. Kwa hivyo mwanamke inamsaidia katika kulegeza viungo vyake, na hii ni sawa kwa mwanamke. Lakini mwanamume sasa, wewe legea, wataka nini? Sawa. Kwa hivyo kwa mwanamume ni haramu, mwanzo tumeharamishwa na sheria, tumeharimishiwa na sheria, na vile vile pia madhara yake mengine ambayo kwamba yanampata mwanamume ni kwamba sasa, ili dhahabu na fedha iruhusiwe kutolewa zaka, ni lazima zisiwe ni katika mapambo ambayo kwamba ni ya mubaha. Na tukisema mapambo ambayo kwamba ni mubaha, ni yale ambayo kwamba yanaruhusiwa. Ama mapambo ambayo kwamba siyo mubaha, ni yale ambayo kwamba mahurima liainihi, ni yale mambo ambayo kwamba tuliyokatazwa kutumia dhahabu na fedha, kaawani dhahabi wal fidda, kama vile tumekatazwa sisi Waislamu kutumia sahani au kikombe au glasi au kijiko, vyombo vya aina yote kutumia dhahabu ama fedha, sisi Waislamu tumeharamishiwa hapa duniani, lakini kesho akhira tutaruhusiwa ama tutajuzishiwa jambo kama hilo. Kwa hivyo ikiwa mtu anatumia dhahabu na fedha, lakini kwa sababu ya vyombo au kwa sababu labda ya mapambo ndani ya nyumba yake, basi italazimika mtu kama huyu atoe au atolee zaka zile dhahabu ambazo kwamba zikipitiwa na mwaka. Kwa hivyo hizi ni sharti tatu za dhahabu na fedha. Tukiendelea mbele, wa amma shurutu ujubu zakati tijara, ama sharti za zaka za mali ya biashara, ambapo kwamba walillahi alhamdu wengi wetu tunafanya biashara. Kwa vile mali ambapo kwamba tunawafanyia biashara, sawa, ni lazima yatolewe zaka na kuna sharti zake. Nasema dhakaraha almuallif rahimahullah fiha, huyu mwenye mtunzi wa kitabu ametaja katika mambo ambayo kwamba yanayolazimu kutolewa ama sharti ambayo kwamba zikipatikana ndio yale mali ya biashara yatolewe zaka. Jambo la kwanza, an yamdhi alaiha haulun kamil min waqti almilk, ni lazima yale mali yapitiwe na mwaka kuanzia wakati ule umemiliki. Na tulisema kwamba ikiwa wewe ni mfanya biashara na mali yako kiwango chake kimefikia kutoa zaka, pale wakati unapoanza biashara yako ni lazima uangalie kalenda ya Kiislamu, inakwambia leo ni tarehe ngapi. Kwa hivyo zaka zako utatoa kupitia kalenda ya Kiislamu. Hii ni sharti ya kwanza, ipitiwe na mwaka. Sharti ya pili, antablugha nisaban akhirul hawli faqat. Katika zaka za biashara ni kwamba kule nyuma tulieleza pia hili kwamba ikiwa umeanza mali yako kwa kiwango ambacho kwamba ni cha kutolea zaka, tuseme umeanza kuanzia laki na kwenda mbele, hapa ndio mara nyingi sana kwa hesabu zetu za kihuku, mara nyingi ndio hutolewa hapo, ndio imeanza. Labda ukianza na hiyo pesa, kitakachozidi chochote sasa, chochote kitakachozidi na kikawa kiko na kikapitiwa na mwaka, lakini katika mwaka wa biashara au mali ya biashara, ulama wanatuambia pale utakapouza na ukanunua ukaweka ile faida, tuseme leo, kesho ndiyo siku ya kutoa zaka, zile ambazo kwamba uliziuza jana zote pia unazitia katika ile hisabu, na inakuwa ni lazima uzitolee zaka. Labda mathalan leo Mwenyezi Mungu amejalia ukiuza ukapata kama laki faida au laki mbili, sisema bwana hii haijapitiwa na mwaka, hii nimeuza jana tu peke yake. Hapana, katika biashara haiangaliwi hivyo, maadamu ishaingia ni katika ile biashara, pia nayo inahesabika ni katika nini, katika ile. Ndio anasema kwamba wa amma qabla dhalika fala yushtarat an tablugha fihi nisaba. Kwa hivyo ni lazima tulielewe hili kwamba yale mali ya biashara mwaka unaozingatiwa ni pale utakapomalizika na yale mali yako, si kwamba kila kitu lazima kipitiwe na mwaka. Hasha wakalla, ile faida itakayoingia katikati hata bila kupitiwa na mwaka, hiyo itakuwa imehesabika kama imefanya nini, imepitia na mwaka. Anasema hizi ni sharti mbili mwenye kitabu alizozitaja. Huyu mwenye aliyesherehesha anasema walaha shurutun ukhra adhkuru ba'dha ikhtisara, kuna baadhi za sharti zingine na nitazitaja kwa ufupi inshallah taala. Kesho tutazieleza hizi sharti ambazo kwamba yeye
mwenye aliyesherehesha hii Risalatul Jamia amezitaja, lakini kwenye kitabu hazikutajwa, na ametaja yeye 1, 2, 3, ametaja sharti 3 ambazo kwamba katika hichi kitabu kidogo chetu hazikutajwa. Tutaziona na ni muhimu sana kuzisikia na kuzielewa, ili tuone kwamba hizi sharti nazo lazima zipatikane, ndiyo yale mali ya biashara tulionayo yawajibiki kutolewa zaka. Na baada hapo tutaingia wawajibu naqdaini wa tijara rubul ushri. Tutaona kwamba alhubub wa thimar, matunda yale, matunda gani nafaa kutolewa zaka, sawa. Hizi mbegu ni mbegu gani ambapo kwamba nafaa kutolewa zaka, na kiwango gani na sharti gani, tutaona kesho. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.